Bila shaka mtazamaji, tutazidi kutupa jicho na tukufahamishe ni kipi ambacho kinaendelea katika hivyo viwanja vya ndege baada ya hali kubadilika mchana wa leo. Idadi ya familia zinazoishi mitaani inazidi kuongezeka kila uchao, hali ambayo imetajwa kuwa kero kwa usalama wa kazi na utendakazi wa biashara mijini. Hata hivyo, mashirika ya kijamii yameeleza kuwa idadi hii kubwa ni kioo cha shida iliyoko katika jamii na inayohitaji kushughulikiwa tena kwa haraka sana. Mwanahabari wetu Ruth Sarmoei kutoka kaunti ya Nakuru anatueleza kwa kina. Ukiingia katika miji mbalimbali nchini, si rahisi kupuuza uwepo wa familia zinazozurura mitaani, mji wa Nakuru ukiwa mojawapo. Hapa ni katika barabara ya Mburu Gishua katika mji huu. Kijana mmoja anasaidia dereva wa gari hili kuegezwa. Jambo hili sio jipya jijini humu. Sisi ni machokora, wengine wametoka na hapa chini, vijana wako na kwao. Mtu ako na nyumbani mahali penye anaishi, lakini amekosa ile life ya kukaa nyumbani. Pindi tu giza linapoingia, vijana hao hujitokeza kwa wingi katika maeneo tofauti, hasa kwenye barabara ya Kenyatta Avenue kufanya kazi hii, na wakati mwingine baadhi yao hutishia madereva wanaokosa kuwapa tonge licha ya kulipa ada ya kaunti ya kuegesha magari. Hata hivyo, tunakutana na Andrew Kariuki ambaye mavazi yake safi inamtofautisha na familia hizi zinazoishi mitaani. Mimi siripishagi, labda nipatane na customer mwenye ako na roho safi, akuachie hiyo kitena, akuachie hiyo mbao. Kikosa kunipe, inakubarika, si lazima. Juadi si kazi nimeandikwa, ni ya kujiandika. Hulka mbaya ya utovu wa familia hizi za mtaani haijamsaza hasira ya madereva wengine. Unapata msee amekuja na gari, hadi anakufungia kioo, anafikiria wewe uko na roho baya. Kariuki ambaye aliasi kazi ya uvuvi baada ya kufungwa, anasema kuwa alianza kazi hii baada ya kukosa ajira. Chicago nikaendaga huko prison. Huko si mchezo, nikaona gahiri nikuja hapa. Pesa yenye napata hapa, saa zingine na baia mokoro kaskari. Sensa iliyofanywa na shirika la Rial's Hands of Love mjini Nakuru inaonyesha kuwa idadi ya familia mitaani iliongezeka kutoka 653 mwezi wa Agosti mwaka jana na kufikia 1058 mwezi wa Disemba. Washikadau husika wanasisitiza kwamba familia wanaorandaranda mitaani sio chanzo ya utovu unaoshuhudiwa. Street children are a child protection issue. You cannot go back to the same environment that you came from if that issue has not been fixed at home. Akikompea ile kuchapwa na kanjo once in a month na kurudi nyumbani kwenye anakosa a daily meal, that child cannot go back home. Serikali ya kaunti kwa upande wao wameeleza kwamba wanafanya mikutano na idara husika ili kutafuta suluhu za muda mrefu kuhusu tatizo hilo. Some of them might not understand that that shouldn't be their work, because it should be the work of the county, and it's been addressed, and you'll find that one has really reduced over time. Initially they were all over. Ruth Sarmoei, NTV.